maji haya ambayo ni makuruhu kutilia udhu, almaul mushammasu, ni maji yaliyoanikwa juani, alladhi sakhinatuhu shamsu, maji ambayo yamechemshwa na jua. Sakhinatuhu shamsu, yamechemshwa na jua. Na katika baadhi ya miji jua huwa kali, na maji yakiwekwa muda mrefu hufika mpaka yakachemka kama yamewekwa jikoni. Kwa hivyo maji haya yameanikwa juani, alladhi sakhinatuhu shamsu, ambayo yamechemshwa na jua. Wayushtaratu, pana shartizwa, likarahiyatihi, ili maji haya kuwa makuruhu kuyatumilia, iwe kwa kukoga au kutilia udhu, thalathatu shurutin, sharti tatu. Wahia, na hizo sharti zenyewe, an yakuna bibiladin harra, kuwa haya maji yaliyoanikwa juani yameanikwa katika miji iliyo na joto sana. Kwa sisi tuliokwenda hapa Saudia kidogo joto wametutangulia, au Sudani joto wametutangulia. Sasa sharti ya kwanza, an yakuna, kuwa haya maji tunayoyasoma, bibiladin, kuwa yako katika miji, haratin, miji iliyo na joto. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili, an yakuna maudhuan, kuwa hayo maji yamewekwa biawani muntabaatin, katika vyombo vyenye asili ya kupondwa pondwa kama masufuria. Biawani, maji yawe yamewekwa katika vyombo muntabain, vyombo ambavyo vina asili ya kupondwa pondwa. Lakini vyombo hivyo vyenye asili ya kupondwa pondwa, ghairi dhahabi wal fidda, sio vyombo vya dhahabu na fedha, kwa sababu dhahabu na fedha hata ukiiweka juani haijichuji, ndiyo sababu yenyewe hiyo. Kwa hivyo vyombo vyenye kupondwa pondwa kama vipi? Kalhadidi, kama chuma, wanuhasi na shaba, wa kulli maadinin qabilin litatarruki, na kila maadini ambayo inakubali ile maadini kujichuja inapowekwa katika jua. Ikipata jua na maji yakiwamo ndani yake, yanaweza yakatoka kitu fulani. Sasa zikikamilika hizi sharti mbili hizo, sharti ya tatu, an yakuna isti'maluhu, kuwa utumiliwaji wa hayo maji ambao utakuwa ni makuruhu, fil badani liadamiyin walau mayitan, katika kiwiliwili cha mwanadamu, hata kama huyo mwanadamu ameshakufa, ni makuruhu kuyatumia maji yaliyoanikwa juani katika miji yenye joto kali, na maji yenyewe yakatiwa katika vyombo jamii ya masifuria, yakafika mpaka kuchemka. Maji hayo hata kumkoshea maiti ni makuruhu.
walau mayitan au hayawanin, au mnyama, hata kumkoshea mnyama bado pia ni makuruhu. Mnyama sio nyama kumkoshea mnyama, labda mbuzi kachafuka kwa matope, ni makuruhu. Yalhaquhu barasu kalkhaili, mnyama ambaye na yeye anaweza akafikwa na maradhi ya mbaranga kama ilivyo kwa farasi. Farasi na yeye anaweza kuumwa maradhi ya mbaranga. Maradhi ya mbaranga ni katika mwili wa mwanadamu kujitokeza rangi ile iliyokuwa sio ya kawaida yake. Hatumzungumzii albino, tunazungumza watu wenye mbaranga hubadilika ngozi zao katika mwili. Sasa mnyama kama farasi maradhi yale na yeye huyapata. Kwa hivyo maji haya ni makuruhu pia kuyatumilia hata kwa mnyama. Tayib, naqala Shafi'i, amenukuu Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa rahimahullahu ta'ala, amenukuu maelezo an Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Umar, annahu, kwamba Sayyidina Umar kana yakrahu, yeye alikuwa anachukia al-ightisalu bihi, kukoga kwa maji haya. Alikuwa anachukia Umar kana yakrahu al-ightisala bihi, alikuwa anachukia kukoga kwa maji yaliyoanikwa juani. Anayanukuu maneno haya Imamu Shafi'i, wakala wala akrahu almaa almushammasa illa min jihati tibbi, wala akrahu almaa almushammasa, wala sichukii maji ambayo yameanikwa juani kuyatumia, illa min jihati tibbi, isipokuwa ni katika upande wa tiba, upande wa kitabibu. Sawa. Thumma ruya, kisha pakapokelewa, annahu, kwamba maji yaliyoanikwa juani kwa vyombo vya jamii ya masifuria katika miji iliyo na joto sana, yurithul baraswa, mwenye kuyatumilia maji hayo mwisho wake yanamsababishia kupata maradhi ya mbaranga. Kwa hivyo katika fiqhu Shafi'i, maji haya ukitilia udhu utapatikana. Maji haya ukikoga janaba litaondoka. Lakini kuna hiyo suala zima la kitabibu, yanaweza maji haya yakakusababishia maradhi. Imamu Shafi'i ameyanukuu maneno haya kutoka kwa Amiri al-Mu'minin Umar ibn al-Khattabi. Nadhani tumetosheka hapo. Wadhalika, na sababu ya kupatikana hizo mbaranga, lianna shamsa bihiddatiha, kwa sababu jua kwa ukali wake, tufassilu minhu, huwa linatoa katika kile chombo, zuhumatan ta'alul maa, hutoa kama jamii ya viruirui, sijui tuseme vikutukutu fulani katika lile sifuria, kwa kuchemka na lijujua
huwa vinakaa juu ya yale maji. Sawa. Kwa hivyo labda ukisema mapofu, mimi sijalipata lugha yake ile faswaha, lakini ni hivyo. Sawa. Fa in laqatil badana, sasa hivyo viruirui hivyo vinavyochemshwa na kutolewa na yule jua katika lile sifuria, vikiugusa mwili vidudu hivyo, bisukhunatiha, pamoja na ule umoto wake, amkana antadhurra bihi, yawezekana kupatisha madhara kwa viruirui hivyo, yawezekana hivyo ikiwa vile vidude ndiyo vingali vya moto, alafu mtu akatumia maji yale, yumkinu, bora tuisome antadharra bihi au antadhurra bihi. Sawa. Yawezekana kabisa kupatikana madhara kwa vidudu hivyo. Iyo bihi ndiyo fa'il wa antadhurra. Sawa. Kupatisha madhara vidude hivyo. Sawa. Kwa hivyo faturithuhu albaraswa, vikamsababishia yule aliyetumia maji hayo mbaranga, wa huwa maradhun yusibu aljilda, na mbaranga ni maradhi yanayoiswibu ngozi. Kwa hivyo umakuruhu wake kutumilia maji hayo unatokana na sababu za kitabibu. Sawa. Halikuja katazo kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini maneno haya anayasema Imamu Shafi'i akiyanukuu kutoka kwa Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattabi. Tumefahamiana? Tayib. At-tahiru, maji tahara, ghairul mutahhiri, ambayo hayana uwezo wa kutwaharisha. Tahara hayana uwezo wa kutwaharisha. Wa huwa qismani, haya yamegawika katika vigao viwili. Al-awwalu, kigao cha kwanza, huwa almaul qalilu, ni maji machache. Tukizungumza maji machache katika fiqhi, maaduna alqullataini, ni maji yaliyokuwa hayajatimia kullataini. Hata kama litakuwa dumu zima, hata kama litakuwa doo kubwa, kama hayajatimia kullataini, katika hukumu tunayasema maji hayo duna alkathir, sio maji mengi hayo. Almaul qalilu, maji machache, almusta'malu, yaliyotumiliwa, fi raf'i taharati, katika kuondoshea, fi fardhi taharati, katika fardhi ya tahara. Maana ya tahara uliotia ni tahara ya fardhi. Kuna maelezo kidogo. Tahara ya fardhi, huna udhu, unakwenda kutia udhu. Tahara isiyokuwa ya fardhi, wewe una udhu, unakwenda kutia tena udhu. Maji yale ambayo wewe una udhu, unao udhu, ukaamua kwenda kutia tena udhu, lugha nyingine ya kisheria tajdidi, kurinyuu udhu wako, maji yale utakayotia udhu ukiwa na udhu, kama yatakingwa katika chombo, mtu mwingine aliyokuwa hana udhu anaweza akatilia udhu. Hayaitwi haya musta'mal. Ili yawe musta'mal, ndio almusta'mal fi fardhi tahara,
katika tahara ya fardhi. Tumefahamiana? Wakati mwingine tunasumbuka kwa ule uzito wetu wa kutokwenda darasani. Kwa mfano, maji yako katika jagi au yako katika ndoo, mtoto ametia mkono. Huyu mtoto hajaonekana kama kachezea kinyesi wala haja ndogo, katia mkono. Yale maji huwa yanamwagwa au yanazungumzwa, hayo hayafai kutilia udhu. Kwa nini? Kayatia mkono hayo. Kutia mkono maji hayawi maji yale katika hukumu kuwa ni mustaamal, hayakutumika katika fardhi tahara. Tunaposoma sisi maji ambayo ni mustaamal, ni lazima hayo maji yatumike katika fardhi tahara. Sijui tumefahamiana kwamba mtoto katia mkono, hata akitia miwili, hata katia kichwa, hata katia mguu, bado hayo maji hayajawa mustaamal. Sawa? Au mtoto kafundishwa kutia udhu, akawa anajua kutia udhu vizuri, lakini sio mukallafi huyu mtoto, akayatumia maji yale. Maji kama yatakingwa, mtu mwingine atayatumia yale maji, kwa sababu yeye katia udhu, lakini udhu wake sio fi fardhi tahara, kwa sababu bado hajawa mukallafi. Tunakwenda pamoja? Tayeb. Wa huwa qismani, haya maji yanayoitwa mustaamal yamegawika sehemu mbili. Al-awwalu huwa al-ma'ul qalilul mustaamalu, ni maji machache yaliyotumiliwa fi raf'i tahara, fi fardhi tahara, katika fardhi ya tahara, tahara ya fardhi. Kalghusli, kama yametumika mtu kukogea janaba hayo, au yametumika kukogea hidhi au nifasi au wilada. Waludhui, au yametumika katika kutilia udhu huo tuliousema udhu wa fardhi. Tumefahamiana? Tumeutofautisha udhu wa fardhi na udhu uliokuwa si wa fardhi. Maji ya swala, maji ya mtu anasuniwa kukoga kwa ajili ya Ijumaa. Kwa mfano, yuko vizuri tu, shafahamu ni sunna kukoga siku ya Ijumaa. Sawa? Sasa yeye mwenyewe yuko safi, hana manongo na nini, yale maji kama atayatia katika mwili puip, alafu yakaingia katika chombo, hayakubadilika chochote, anaruhusika yale na anaweza akatilia udhu. Sawa? Kwa sababu josho alilokoga sio la wajib, na yale maji hayakutaghayyar, sio katika laun, sio katika rih, sio katika ladha. Sawa? Tayeb. Ni hayo. Wa dalilu kaunihi tahiran, na dalili ya kuwa maji haya yaliyotumiliwa fi fardhi tahara, kuwa bado ni tahara, lakini huwezi kujitwaharishia tena. Ndo somo letu maji tahara yasiyoweza kutwaharisha tena ni maji ambayo mustaamal imma fil ghusli au fil wudhui. Na tukizungumza ghusli, tunazungumza ghuslu ya wajib. Tayib. Wa dalilu kaunihi tahira, ushahidi wa kuwa haya maji bado tahara, ma rawahu al-Bukhari, ni ile hadithi aliyoirawi Imamu al-Bukhari,
hadithi namba 191, wa Muslim hadithi 1616, an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Jabiri anasema alikuja Bwana Mtume yauduni, kuja kunijulia hali, nilikuwa naumwa. Yauduni, alikuja kunijulia hali, wa ana maridhun, hali ya kuwa mimi ni mgonjwa. La aaqilu, tena ugonjwa wenyewe mpaka sijui chochote, hali imekuwa nzito. Fatawadhaa, Mtume alichokifanya akatia udhu. Yale maji aliyotilia udhu yakawa yamekingwa katika chombo. Wasabba min wadhuihi alayya, alafu Mtume yale maji aliyotawadhia yale yaliyokuwa yamekingwa akanimiminia mimi. Si katika maana huyu bwana awe na udhu, lakini alikuwa anampa baraka zake. Sawa. Hapa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ukisema maji haya alikuwa anampa baraka, alhamdulillah. Ukisema haya maji baada ya kutilia udhu Bwana Mtume yalikuwa kama kombe, kwa hivyo alikuwa anamfanyia kombe. Yangelikuwa maji haya siyo tahara baada ya kutilia udhu, isingelikubalika kisheria maji ambayo mutanajis alafu umwagie mtu mwingine. Kwa hapo kuna ushahidi wa kwamba maji yalikuwa tahara. Tumefahamiana. Kuna wale wenzetu ambao tabaruki wakati mwingine inakuwa tatizo. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallama alifanya mwenyewe kwa Jabir, lakini tunachojifunza pia umuhimu wa kwenda kuwatembelea wagonjwa. Kuna faida kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi al-Qudsi anatuambia siku ya Kiyama yako masuala matatu Mwenyezi Mungu atayasema kuwahusu viumbe wake. Miongoni mwa masuala hayo atakuuliza akwambie, maridhu tu, tulipokuwa au ulipokuwa duniani mimi niliumwa. Anakuhutubu wewe, maridhu tu, mimi niliumwa wakati tuko duniani, lakini walam tauduni, wewe hukuja kunijulia hali. Maana yake nini? Huyu mja katika kujitetea atakuwa mtu wa tauhidi, atasema kaifa auduka, vipi nije kukujulia hali wa anta rabbul alamina, wewe huumwi, nitakukuta hospitali gani? Ijitimai nikukute wapi? Mnazi Mmoja au kule Lumumba? Hili ni jambo lisilowezekana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atamwambia yule mtu, ama alimta, kwani hukujua, anna fulana maridha, fulani aliumwa, falam tauduhu, wewe hukwenda kumjulia hali yule. Ama alimta, hukuwa unafahamu, kumbe lau udetahu, kama ungelikwenda kumjulia hali yule, la wajadetani indahu, mimi Mungu ungelinikuta pale pale nipo. Kwa hivyo ungelikuwa umekuja kunijulia hali mimi. Unamuonaje Mungu pale? Mtu aliyokuwa na nguvu zake, mtu aliyokuwa na heshima zake, mtu aliyokuwa anapenda kula vinono, leo feni likizunguka, shuka la hospitali likifunuka, hana uwezo hata wa kusogeza shuka yake akajistiri.
Leo mtu ambaye alikuwa anapenda kuku wa kuvumbika anaulizwa na watoto wake, baba tukuletee nini? Kuku labda. Akifika pale anamwangalia tu, msimtaki. Kwa hivyo utauona uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni sunna kwenda kuwaangalia wagonjwa na ni ibada kubwa. Tunakwenda pamoja. Tai, tunasogea mbele. Neno la aaqilu ay fi halatin ghaibuba, katika hali ya kupoteza ufahamu, min shiddati almaradhi, kutokana na maradhi mazito, min, alafu akasema min wadhuihi. Tafsiri hizo min wadhuihi. Wadhui nini? Almau alladhi tawadhaa bihi, ni yale maji ambayo Mtume alitia udhu yakawa yamehifadhiwa. Walau kana, lau yangelikuwa maji yaliyotumika, ghaira tahirin, sio tahara, lam yusibuhu alaihi, Mtume asingelimwagia mwagia. Shafahamu Kwa hivyo hapo tumepata maji ni tahara. Sasa kuna kipengele cha pili. Kwa nini hayafai kutilia udhu ili hali haya ni tahara? Sawa. Wa dalilu kaunihi, na dalili ya kuwa maji haya ghaira mutahirin, hayataharishi tena, ma rawahu Muslim, hadithi namba 283, wa ghairuhu, na wanawazuoni wengine, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume anasema, la yaghtasil ahadukum, asije akakoga mmoja wenu, fil ma'i daimi, katika maji yaliyotuama, yaliyobaki mahala pamoja, aidda rakidi wa huwa junubun, hali ya kuwa wakati anakoga katika maji hayo mkogaji ana janaba. Faqalu, wakasema masahaba, ya Aba Huraira, ewe Aba Huraira, wewe ndio uliomsikia Mtume kwa maneno haya. Sasa kaifa yafalu, mtu afanye nini? Qala, Abu Huraira akajibu, yatanawaluhu tanawula, awe anachota anajimwagia pembeni, isiwe katika maji yale yaliyokuwa hayakutimia kullataini alafu akaingia akakoga pale pale. Tumefahamiana? Tayeb.